Naam, mtazamaji, habari za hivi punde ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan wakishirikiana na Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba wamefuta sheria hii nzito nchini Tanzania leo. Like video hii alafu subscribe kabla tuendelee. Uamuzi mkubwa wa Rais Samia Suluhu Hassan sasa unasababisha hisia kubwa kote nchini Tanzania baada ya serikali kutangaza mpango wa kuondoa sheria tata inayohusishwa na utaifishaji wa mali za raia. Rais Samia Suluhu Hassan ameripotiwa kuagiza kuondolewa kwa sheria iliyoruhusu kutaifishwa au kutaifishwa mali za raia, sheria ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikikosolewa na Watanzania wengi. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba ameeleza kuwa hatua hiyo inalenga kumaliza kile ambacho watu wengi walikieleza kuwa ni unyanyasaji, kutotendewa haki na hofu kwa wananchi wa kawaida na wafanyabiashara. Kulingana na viongozi wa serikali, sheria hiyo imezua wasiwasi miongoni mwa wananchi ambao walihofia kupoteza mali zao bila taratibu za haki za kisheria. Na sasa watu wengi wanauliza, je, huu ni mwanzo wa enzi mpya ya uhuru wa kiuchumi nchini Tanzania? Kwa miaka mingi mijadala kuhusu haki za kumiliki mali imebakia nyeti, hasa miongoni mwa wamiliki wa biashara, wawekezaji na wananchi wa kawaida wanaojaribu kujenga mali. Serikali sasa inasema uamuzi huo ni sehemu ya mageuzi mapana chini ya utawala wa Rais Samia yanayolenga kufanya sheria ziwe rafiki zaidi na zenye mwelekeo wa maendeleo. Mamlaka zinasema lengo ni kuimarisha haki na kurejesha imani ya umma katika mfumo wa sheria. Jambo lingine kubwa linalojadiliwa usiku huu ni jinsi uamuzi huu unavyoweza kuathiri uwekezaji ndani ya Tanzania. Wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wanaamini kuwa kuondoa sheria hizo za utaifishaji kunaweza kuboresha imani ya wawekezaji kwa sababu watu watahisi kuwa salama zaidi kuwekeza katika biashara, ardhi na miradi za kibinafsi bila hofu ya kunyang'anywa ghafla. Lakini ni nini hasa kilisukuma serikali ya Samia ikishirikiana na Mwigulu Nchemba kuchukua hatua hii kubwa? Na kwa nini wananchi wengi wanasherehekea mtandaoni usiku wa leo? Watanzania wengi wamepokea vyema tangazo hili kutoka serikalini, huku baadhi wakihitaja kuwa ni wakati wa kihistoria wa ulinzi wa mali binafsi. Wengine wanasema uamuzi huu unatoa ujumbe mzito kwamba serikali inasikiliza malalamiko ya wananchi na kujaribu kuboresha hali ya uchumi. Wachambuzi kadhaa wa kisiasa na kiuchumi pia wanaeleza hatua hiyo kama ishara ya mabadiliko makubwa ya sera ndani ya nchi. Kulingana na wachambuzi, kulinda mali ya kibinafsi ni mojawapo ya misingi muhimu ya ukuaji wa uchumi kwa sababu huhimiza watu kufanya kazi, kuwekeza na kupanua biashara kwa ujasiri. Hii ndiyo sababu tangazo la usiku wa leo sio tu la kisiasa tu, bali pia limeunganishwa kwa undani na kiuchumi na maisha ya kila siku. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa kukuandalia katika ripoti au habari hizi. Chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like kisha subscribe kwa taarifa zaidi.